Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Shujaa msalaba, umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa msalaba, umeheshimika juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa msalaba, umenipigania. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa msalaba, umenishindania. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa msalaba, umeinamiwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa msalaba, umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu. Shujaa msalaba, umeinuliwa juu. Wacha nikuabudu, ewe Mungu wangu.
Surely there is no other God like Jesus Christ our Lord and our Savior. May God bless you. May God see you through. Thank you because I know wherever you are listening to us. Wale tuko live na wale ambao watatutazama baadaye. Najua Bwana yetu Yesu Kristo atatubariki. Majina yangu ni Apostle James Mudio. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na hudumu na kanisa la Rohi Glorious Church International hapa Nairobi, moja tu opposite basketball court. Ukikuja mahali pale utaweza kutupata na tutabarikiwa kwa pamoja. Naye Bwana wetu wa uzima atatuinua. Kipindi ni Tumaini la Uzima
ama kwa Kizmombo eternal hope, na mahali hapa tunapata tumaini, maana the Lord our shepherd, Yesu Kristo mwana wa Mungu, he is our hope, the hope of our glory. Maana bila tumaini hatuna maisha, lakini kwa sababu ya kufa na kufufuka kwa Yesu tuko na tumaini la uzima. Ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. Ningependa pia kukaribisha katika program zetu wakati unataka kututazama anytime. Tuko pale Facebook account ni Eternal Hope, utatupata pale, na pia kuna James Munio, kiangalia pale pia utatupata. Ni vizuri pia uweze kuingia pale na ukue na kutufuata, followers, tutaweza kubarikiwa kwa pamoja tunapotazamia Kristo Yesu, baraka zake na kibali chake. Very soon tutakuwa kwa YouTube, Instagram na maeneo mengine kama hiyo. And I know you're going to be blessed. Karibu sana, feel at home. This is a place whereby we are shepherded the true word of God. Na ninaamini ya kwamba Psalm 23, the Lord our shepherd is going to shepherd every area of your life in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Karibisha mtu, mwambie tuko live. Karibisha mtu, tell that person you're live in the name of Jesus. Hallelujah, mwambie tuko live. Amen. Najua wengine labda ndio tunachukua sapa, wengine labda ndio tunajiandaa kwenda kulala, wengine ndio labda tunakulisha watoto pale. That is very powerful because it means we are blessed. Wengine labda I don't know whether kuna mtu kwa jam kwa sababu ya curfew. Hizo tunapigwa nyahunyo sana. So we are going to run home fast. Wherever you may be watching us from, may God bless you. May God bless you. Today I have a word from God, and I believe it is going to bless you, even to transform you and also to empower you. Hallelujah. Amen. Tag a friend. Apate na kidogo, you tag a friend. Tell somebody somewhere who you are live. Na also your comment, tutashukuru kujua unatazama ukiwa wapi, kwa sababu this platform tumepewa na Mungu tuweze kupatana mimi na wewe kwa pamoja, na kuna sababu kubwa. Na kitambo mambo kama hii ingewaipatikana, hata ikuwa kwa mawazo yetu. We never knew that in such a time we are going to be meeting on one via telephone. May God bless you and me, kwa sababu hii yote ni kwa mapenzi ya Mungu. There are people that are using the social medias vibaya, but me and you, wacha tuitumie for the enhancement of the gospel of Christ Jesus and the kingdom of God. And when we do so, tunajipatia nafasi nzuri to the kingdom of God. Maandiko yanasema this gospel itatembea kona zote, kila mtu ataisikia, kisha baadaye Yesu atarudi. And I believe that wakati Yesu anarudi, mimi na wewe tutapatikana mahali pale. Tusije tukakaa hapa duniani tupigane vita njema za imani, tukue na mashamba, magari, nini, mambo kama hayo ni mazuri na ni mema, kisha baadaye tukose uzima. It is pitiful. Na vile tumekuwa tukitafuta Mungu, wengine tukifunga, tukikesha, ni ya aibu sana. But let us remain in faith. Let us fight a good fight of faith. Wacha tusije tukamwaibisha Yesu. Wacha tusimamie ile injili tuliyoipokea mwanzo, na ili tuweze kurithi ufalme. Maana kuna wengi ambao wamepotoka kwa sababu ya tamaa. I know there is a lot of ukosefu mwingi in this world, upungufu. Right now in the time we are living in, we need fame, we need money, wealth, prosperity. Hizo zote tunahitaji vitu vingi sana. And because of so many people have deviated from the ways of God, na wameenda kutafuta mambo mengi, wengine kwa waganga, washirikina, wengine wanapewa vitu zingine hakuna, so that they may be rich. The true riches comes from God. The blessings of the Lord are yes and amen, and they added no sorrow. Hakuna ile siku utajipata na huzuni kwa ajili baraka imekuja. Kuna watu unapata gari, hiyo gari inakupeleka. Kuna mwingine unapata shamba, hiyo shamba ndio itakukula, utalipa the less panic kwa hospital. Nakuta umewekelea ile title deed. So, wacha tujiangalie. Hata kama tunapitia mambo inakaaje. Be strong, my fellow brother, sister. Be strong in faith. Our Lord is not a liar. That's why today I want to share with you about the Jesus Christ, the calmer of all storms. Yesu Kristo, mtulizaji wa dhoruba zote.
There is a lot of storms in life. Hey, tukisema ni kuzitangaza zote, kila mtu aseme ile storm anapitia. Hey, itawasha masikio. Maana storms sio moja tunapitia, kila mtu kuna ile anapitia. But today we don't want to talk about storms. We want to talk about the calm of those storms. In other words, I want to talk about Jesus. Today I want to bring Jesus to your living room, to wherever you are. I want to bring Jesus, the calmer of all those storms. So, nipatie masikio yako. Storms zenye uko nazo sasa, wacha kuziangalia. Wacha sasa to focus about this Jesus. Can he calm storms? Did he calm any storm in the Bible? And if he did so, even in our times, he can repeat the same. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. My viewer and my listener. The Lord Jesus Christ is the calmer of all storms. He can calm even your storm. It doesn't matter what you are going through. Whatever you are going through, compared to Jesus, it is something that is very small. Whatever I'm going through, it is something that is very small as far as Christ Jesus is concerned. The creator of heavens and earth, the maker of everything that we see on earth, under the earth, under the sun. Maandiko inasema ya kwamba kupitia yeye vitu vyote viliumbwa. Hakuna kitu kiliumbwa pasipo Yesu. Mimi ana title kubwa sana. Yeye ni muumbaji. He is a creator. He has power. Hallelujah. So, tunataka to base in the book of Mark 4:35. That is where we are going to get our word today. And I believe we are going to be blessed. Na tunataka tuangalie hapa na ili tuweze kuleta pia sisi dhoruba zetu kwake. Basing on this scripture, tuone ni dhoruba ipi alituliza. Hii moja tu itutengeneze njia ya sisi sote kuleta dhoruba zetu kwake. Tumuaminie hiyo. Tumuaminie Yesu from today. Hallelujah. Tunataka tuone vile mitume waliweza kujipata kwa hii dhoruba and how did they come out of it. And what was the role of our Lord Jesus Christ in this storm. And when we see this, najua we are going to have another perspective, because I know tuna mambo mengi sana kumhusu Yesu. Tunamjua Yesu kwa mambo mengi. We can call him a wine maker, because when you John 3 he made a wine, miracle worker. But today I want to talk about the calmer. Today I want to talk about the calm. Utulizo. I know we all need something ambayo tunataka Bwana Yesu atulize dhoruba zetu. Maana ninaona kuna watu wako na madhoruba mingi, wengine ni ndoa. Dhoruba ziko tu kwa marriage. Unaona tu kitu kinakuja hivi. Mawimbi hiyo. Leo kama hujapigwa kofi mbili unasema glory to Jesus. Akikuja amekunywa kidogo unasikia kapombe kwa mbali unasema hallelujah. Ni kama leo ameguzwa. You see, dhoruba. Kuna wengine wanakuta unalala nje, unafukuzwa na mtoto, ambaye kwa out. But as we speak, kuna watu wanapitia mambo magumu sana. Dhoruba za aina nyingi. So today I want to bring this Jesus, tumuaminie hizo aina zote za mashida. Mwingine labda ni kazi. Ulienda kibarua, ukafanya wiki moja, kurudi ya pili kuanzia Monday, ukasimamishwa. Hujui utalipa nyumba aje, hujui watoto watakula aje, hujui maisha itaendeleaje. Unaona umefika mwisho wako huko. I'm here to tell you this. Kuna mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Hakuna dhoruba aina yoyote ya chini ya juu hakutuliza. Kuna mama alifumaniwa kwa Bible, John 8. Na ikasemekana ya kwamba ni mzinzi. Na cha kushangaza ni ya kwamba wanamleta na waleti waliyekuwa kizini na yeye. Kwa hivyo Yesu akaangalia hiyo kesi, akainama akaandika, kuinua kichwa chake, akaambia wale watu waliofumania mama, kama unajua hujawahi fanya dhambi, kuwa wa kwanza kurusha mawe. Wote walitoroka, wakaachana na yule mama. Na Yesu akamtazama mama akamwambia, nenda, maana dhambi zako umesamehewa, na usirudie hiyo hali tena. Ni nini Yesu aliona?
Yesu aliona dhoruba kubwa kwa yule mama na akaona injustice, maana hakuona mzee. Juu mtu hawezi fanya uzinzi peke yake, lazima pawe na mume na mke. So kuona mzee peke yake, akaona a high level of injustice katika maisha ya wanadamu. Kwa hivyo alipoangalia chini, hatujui aliandika nini, lakini alipoinua kichwa tunajua kuna kitu alifahamu na akaelewa. These people are hypocrites. Wamemleta mama peke yake na wajaleta mzee. Kwa hivyo akajua hii dhoruba imelenga mama peke yake. Kuna dhoruba zinakuja zikilenga mtu. Kuna dhoruba inaweza kuja ilenge mzee, isilenge mama. Na ingine ikuje ilenge mama na isilenge mzee. Na ingine ikuje ilenge watoto peke yake na nyinyi mama na mzee mko sawa. Dhoruba. So, haina yoyote ile ya dhoruba, Yesu ako tayari kuikaa ama kuituliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta pia kuna wakati wa Israeli walikuwa wanatoka all the way from Egypt going to Israel. Na cha kushangaza ni ya kwamba walipofika pale Red Sea, nyuma Farao amewafuata kando kando. Ninashangaa sana, ninatazama ninaona ni milima tu, hakuna kwa kutorokea. Mbele yao ni bahari ya Shamu. Dhoruba hiyo ya kushindwa hotutu imewapata. Walikuwa wamefika mwisho wao. Naongea na wewe na mimi ambao tumefika mwisho labda kwa mambo mengi. In other words, you cannot make any more step. Uko katika mwisho wako. Jesus is coming to rescue you. Maana anakuja kutuliza hiyo dhoruba. Na ninashangaa sana kwa sababu wakati wote walilia wakataka kumpiga Musa, naye Musa akalilia Mungu. Mungu akamwambia umeshika nini? Fimbo. Wekelea juu ya maji. Dhoruba ya Waisraeli iliishia hapo, maana barabara ilipatikana mahali hakuwezi patikana, katikati ya maji. Can you imagine this God anaweka pande hii ukuta wa maji na pande hii ukuta wa maji, katikati barabara inatengenezeka. Hiyo dhoruba ilikuwa imewapata Waisraeli wakati ule. Nimekwambia ule mama dhoruba ile ilipata. Kila mtu ukiangalia katika Bible kuna ile dhoruba alipatana nayo. Lakini hii ninataka kusoma ni ya mitume. Na ili tuweze kujitia nguvu, tuache kuchoka haraka. Be strong in faith. We are talking about Jesus Christ. Hey, uliona yule mama kwa John 2 na bibi yake ama mke wake ukipenda, wametengeneza harusi nzuri, wameita watu sherehe. Then kidhoruba kiaina kimekuja, divai imekatika. Thank God that Jesus was present. Otherwise hiyo dhoruba ingewabeba, aibu ingewapata kubwa. Huu walifanya harusi ya kimaana, lakini sasa hata divai tu angetosheleza watu. So Jesus anaingia kwa simu, anatengeneza divai na ili atulize dhoruba ya ile kapu. Na tunaona ya kwamba divai inatengenezwa nzuri na wote wanakunywa wanatosheka. Unakuta ya kwamba hiyo dhoruba ambayo ingewapata, Yesu ameisimamisha. Yesu huja mbele katika dhoruba za watu, anaweka mkono juu na anatuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanda ukiangalia maandiko inasemaje? He is the rock of ages. Jiwe kuu la pembeni, mahali ambapo wenye haki huenda wanajificha. Maana mawe katika bahari, hata kukikuja mawimbi kiwango kipi, mawe haitingizwi. Haleluya. Mawe haitingizwi kwa sababu iko firm, founded, iko rooted, iko vizuri, strong. So haiwezi tingizika. So Yesu anafananishwa na mwamba. Tukinapomwendea huyu mwamba imara, hata kuna wimbo unasema mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Ukijificha kwa Yesu, dhoruba ya kila aina ikicha, maybe dhoruba ya fedha, dhoruba ya kazi, dhoruba ya ndoa, Jesus is there to calm the storm. Hallelujah. Let us go in the book of Mark 4:35. The Bible says, and the same day when the evening was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. 36. And when they had sent away the multitude, they took him, even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. 37. And there arose a great storm of wind,
and the wave beat into the ship, so that it was now full. 38. And he was in the hinder part of ship, asleep on a pillow, and they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? 39. And he arose and rebuked the wind. Hallelujah. Said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko imesema ya kwamba siku moja Yesu aliwaagiza mitume wavuke upande mwingine wa bahari, na ili waweze kuenenda, kuna kazi ilikuwa inawangoja kule. Ukiangalia usome pale mstari wake ni wa 5, that is Mark 5, you will come to realize that there was a man that was demon possessed, so they were crossing over so that they can deliver such a boy. Lakini sasa hatutaenda kwa huyo kijana, tutaangalia hapa dhoruba imekujia. So anapomwambia let us go to the other side, kile kinanishangaza na kinanifurahisha ni ya kwamba kulikuwa na merikebu nyingi pale, lakini ile Yesu alichukua, hiyo ndio ilikuwa inapigwa sana. Haleluya. Amen. Ni kumaanishaje? Wale ambao tumempokea Yesu, maisha haitakuwa smooth bila tunafikiria. The same boat that Jesus boarded, the same boat, maandiko imesema ambapo ilipigwa na mawimbi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale tumeokoka na wale tumemkiri Yesu, storms will come na zita shake the boat, zita shake our salvation, zita shake our faith. Bwana Yesu asifiwe. There are various kind of storm in one's life, and zime focus so much on the salvation given to us by Jesus. But I am here to tell you for sure and for the truth that the devil is a liar. Kumbe hii merikebu ilikuwa inapigwa maana imembeba Yesu. Hauwezi patana na mawimbi kama haujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii mawimbi inapokuja, maandiko inasemaje? Jesus Christ alikuwa ametulia. Kumaanisha jinsi tulivyookoka tukamkiri Yesu, Yesu hakuenda mbali nasi, amekaa tu ametulia, waiting for this time ambayo ya mawimbi kuinuka. Haleluya. Mawimbi haina budi kuja, na mimi nimekuja kukutia moyo na kukwambia Jesus is close to you zaidi ya vile unavyofikiria. Hata yeye anangojea hiyo mawimbi, si ya kwamba hafanyi kazi ndani yako. Umekuwa ukitembea na yeye kama vile walianza safari na ile merikebu, wamekuwa wakitembea na Yesu, lakini mahali merikebu ilikujia, hapo ndio Yesu aliweza kudhihirisha yeye ni nani. Kuna majira ambapo Yesu hajidhihirishi, maana tunapotembea hatujapatana na vitu ambazo zinafanya Yesu ajitukuze ama ajidhihirishe. Kwa hivyo hata yeye anatulia, anangojea mawimbi. Tazamaji, msikizaji wangu, kuna yale mambo ambayo Bwana Yesu anangojea. Haleluya. Anangojea pia yeye mawimbi, maana anajua as long as umempokea, he knows very well. Realize this, on the other side of the sea, he was going to confront a demon possessed man. Bwana Yesu asifiwe. So he knows very well about the journey we have boarded. Sio safari ndogo, ni kubwa, na ni safari ya vita. Na jemedari wa vita sio sisi, ni Yesu. Haleluya. Na kwa sababu ni jemedari wa vita, he is a storm calmer. Bwana Yesu asifiwe. It doesn't matter the kind of storms that have come along your way. I am here to tell you this. Jesus Christ, the Son of the living God, ako hapo na wewe. Anangojea tu umwambie this one imenishinda. Hapo ndipo utaweza kuona uweza na ukuu wake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamesema ya kwamba wakati wanafunzi walitazama na wakaona ile, walisema hivi, Master, carest thou not that we perish? Haushughuliki, hauoni tunaangamia. You are not caring, you are careless to us. You see, walianza kumkashifu Yesu, wanaona kama ako careless kwa sababu alikuwa amelala kwa pilo, ametulia. Hata wakati mwingine unapoona ya kwamba ni kama mbingu haifanyi lolote, ni kama imenyamaza, ni kwa sababu hizo dhoruba sio kubwa, sio za kumfanya Yesu aamke, ni ndogo. Kuna zile akiamuka hata wewe mwenyewe utajua ameamuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Walisema Yesu, hauoni tunaangamia? That name inasemaje? And he arose. Maana ni kumaanisha hapa ambapo Yesu aliitwa, hapo ndipo shida iliingilia kubwa zaidi. Maana before ukiangalia chapter 35, when they start the journey, 36 as they continue to walk to ferry that journey, 37
38, hapo ndio shida inaingilia, meaning the chapter 35 36 hapo wako afadhali, lakini kuanzia 37 hapo ndio anamwambia and there arose a great storm. Hapo mawimbi inainukia 37. Bwana Yesu asifiwe. That means hata the devil anapeaga watu allowance. Ukisha mkubali Yesu anakupatia ka allowance kadogo utembee, finally anakuattack. Naye Yesu aliinuka na akafanyaje? He rebuked the wind. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kukuambia hivi, Jesus Christ the storm calmer. Whatever you are going through today, here and now, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God, ainue mkono wake wa kuume against the wind ambazo zimekuja kinyume chako, na aweze kuzirebuke, azikemee with all the authority in the name of Jesus Christ. Natangaza kuanzia dakika hii, in the name of our Lord Jesus Christ, kila upepo ambazo zinakuja zikikulenga. Unajua upepo inakujaga kubeba. Sijui kama kwenye ushago kulikuwa na hii hali, upepo inakuja inabeba mabati ama nguo zikiwa mpaka na pegs. Unakuta nguo unaionea mailo za mbali huko juu mpaka unashindwa, na labda ni ya Sunday, na sasa hizo ni Saturday, upepo kimekuja. Sasa of course Sunday went church, maana nguo imebebwa na upepo, mabati yamebebwa. So upepo unakujaga kubeba, unakujaga kuharibu, haikujagi kujenga, inakuja kudestroy. Nami nimekuja kukutangazia hivyo, hiyo upepo ambayo imekuja kubeba, kudestroy, imekuja kuharibu, in the name of Jesus, it is just one hand, the right hand of God. Ikisha simama hii, and I rebuke with authority and power. You wind, I rebuke you in the name of Jesus. Kuna maupepo ambazo zimekuja kwa masikio yako. Fununu ni kama utavutwa kazi. Fununu ni kama mzee atakuacha. Yani kuna kaupepo kanapita kwa masikio yako kana kuonyesha otherwise, in the name of Jesus. Hata upepo wote, may they be rebuked in the name of Jesus Christ. Hizo sauti umesikia ambazo zinakuja kukufanya kana kwamba usikie is like you cannot go on. Either katika ministry unasikia ni kana kwamba watu wamekusengenya, wamekusema sana, umeitwa Illuminati, sijui devil worshipper, umeitwa mambo mengi, mara umeitwa mganga, mchawi, umeitanishwa na wengine, I don't know. I'm here to tell you for sure that storm, it is going to cease tonight. Unaye nitazama right now, utakaye nitazama baadaye, with authority and power. Hizo masauti za maupepo ambazo zinafanya usikie ni kana kwamba huyu mtu hatapona, ni kana kwamba atakufa, hii ugonjwa ni zaidi. Hiyo ni mawazo ya mwanadamu. But here I am bringing Jesus Christ, the calmer of all storm, the calmer of all storm, the calmer of all storm. And it doesn't matter sicknesses, it doesn't matter lack, it doesn't matter any kind of hell, any kind of storm. Jesus Christ is there in the name of the Lord. Nataka tuamini kwa pamoja, kwa sababu ninaamini hivi, as long as Jesus is alive, as long as Jesus is alive, nothing that is impossible with him. Hallelujah. Hata ile kitu inanifurahisha sana, kama haujajua, kuna mpango upo wa kimapepo that will rule the whole nations of the earth. Na hapo ndio utakuja kugundua vita zitakuwa vikali. Manamba zile mnasikia 666, watu wakuja wawekwe, wabandikwe, waingizwe kwa mashetani. Hiyo yote imeandikwa kwa Bible. Revelation ukisoma hata zaidi ndio tunaelekezwa huko pole pole. Ile kitu inanifurahisha. Kuna watu wanashindwa, hata mwingine alikuwa ananiuliza, kwani shetani yako na nguvu aje kumshinda Mungu? Kwa nini hii mambo imetendeka na Mungu ameshindwa kuzuilia? Si ya kwamba Mungu ameshindwa kuzuilia, ni kwa sababu hii storm haijafika kile kiwango. Can I surprise you? Kuna mahali itafika hiyo wind ikae kana kwamba itabeba kila mtu. Do you know what is going to happen? In a twinkle of an eye, with a sound, with a trumpet sound, utasikia tu la. In a twinkle of an eye, the church will be normal. The cover of all storm. So when the devil amejipanga vizuri, akijua sasa amenasa watu, akiamka the following day, the church is gone. Huyo ni mtu unamweza kweli? Atakuja kama mwizi. Atakuja kama mwizi. Wewe ona vile anafanya kazi yake. Ona vile anapeleka mpango wake. Wakati wamejipanga, wamefikisha Waisraeli kwa kona, Musa ametengeneza kabarabara, wameingia kwa maji, wameanza kutembea. The devil, Farao anaambia na the devil, hata uko ingia.
wanaingia wote na Mungu haongei, but Mungu anahakikisha kuna distance, social distance. Wewe ukisi social imewekwa